Tuombe. Mlisha mchana cha makosela pata kulisha kumure na vitu vya kidogo ndio barakola kutumie sio kuchakula au matini kwa Yesu Masihi sawa. Amen. Alabarikaye. Bwana Yesu Kristo. Wasdaq nane. Asilu kila kacha. Na kipindi cha hichi upate kusikia kufuma kwa Mungu. Sirusha wana ngolore. Habari chini mapema na shomege Injili ya Yohane mlango wa 10 kifungu cha 2 kutoa cha 10. Walukaso. Sasa anachongo chelago chafa na bora aha umlisha ulishaga ni mzuri waki walukundu walukaso ibo kila pochipo ya nadiki nelago jamlungu ni kwa sababu ngelo rose ishikwa shono kwa pata matumaini kwa pata kila pocha kusora kibi kwa pata sere yangu loji sio koni na ngelo imu ishidi sala kwa mundo wa pastoria kwa bona magogo ambao msishika sisi nao kwa na mtu kwenda kwa kambeni na kwa hivyo ndio hapa bwana kamcha kwa koloni Yesu wakamlisha mcha wabejisha wabenyosha hata kido chingi sisobi ndiko kama nikienda basi nimepata uongo na kwamba abrimu kwa msingi wabewe ni kwamba Yesu wakamlisha mcha warukaso sasa basi dibeshi na kuna dizigane umlisha mchale wabako na kubonye baada isi tukuja limu basi mwandiki wa Injili hii Bwana Yohane waendelea kufafanua na kuchambua vifungu hivi ukizika na ukitala kwamba Yesu nuo mlisha sina Yesu nuo mnyango kuongea ki iranuni barukaso na tambo hiyo kwamba Yesu nuo mlisha sina nuo mnyango kuongea hao iranuni senae David kalekwa klambo chini ishu iranu jeko na ngoti kwa mala boneleka yada mlisha ngondi na mnyango mbona mlisha ngondi na iranu sena mtu mmoja katacha kaona kosi kitoi au kitinga kwa kishomba robbers au thieves Yesu asifiwe. Sasa Injili hii inaweka picha ya mlisha ngondi na mnyango wengine. Kwa kifungu hichi naona vlambo vivi vametajwa vlongozi valoli na vlongozi vate au mlisha mcha na mlisha mseko mcha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika maisha yetu hata na nikazana kwa je bambo kwa je mlisha waskofu wodu ni askofu mbone na mkono kwa wadia ki wadia mzata mlisha wose ulisha mfugo wana wadia mzata wa kina kazi ya mzata mbili niko lindia Wolindi ya nyamandu angu ngondi family ni nyamandu angu kila mchikichizani so okaba Bwana Yesu asifiwe. Na kazi leo mshataka kuona kuna wokuchika huko ngolo kula huko kimsha woka bawe sasa mshataka kazi yake ni goruda ili ngondi rabara maisanju amura raba sabesikira wa sogora bila kurika lakini lazima adisha ngombe kwa yeja ambao kwa kikaba na chini
Yoma bebada wa pralon. Kwa zero. Kwa jaburonyo mkuta kuifanya aja kai kwelie kuikadaga kuitukanaga kuchi mwambia kabla stress ifunya kalambo chingilo ifunya kwa bunu kwa lomwa nikimatu. Sasa Yesu bunu kano mlishamcha nikashume ufungu ni kwamba omoni ndiye ingiaga na uvuna au lokuzima wanaingia na mnyango na mnyangoni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ndio mchungaji mwema. Anaingilia ndio joke rano kuzima. Wanaingia na mnyango na mnyangoni. Ono mlishawa wote. Sena ushamduka mnyango kwa kula warungwe. Rogondi anasikira lakalaki. Simanye kumoni kwacha kasikira chwakara bali shabia. Balisha bakaba lazi. Kangia kafungua TV, bekwa ina kuona. Kafungua simu yako, bekwa eni. Kaenda sokoni, kubwana kusikira. Kashuka magareni, beka kucharo, abone balisha. Nangu ni balisha, basi bamubeka na achia yabo zima. Lengo yabo mba ni kuiba, kunona. Bwana hakuna kurashu na kashu. Balazi barashu la magisho gabo. Balazi banono ngolora. Balazi irudroshanaga kwa bana hangu beka ina mkasikira malago mazima na mkasikai bana kasikire ikasa shukurache shikaba chui ranai chui kwenda kimbiri ni chui akoma kaso. Sasa wako ndio ajabu kwa roho, ajabu kwa blend roho. Na kumbe ajabu kwa simba huko. Atashimu jache jikosei jenu roho kabisa. Kila kwa besi kwa dibonya. Atavoeshe kwa hiyo. Atalalisha kwa hiyo. Sasa baumbe kwa kujira lakini sio banki. Weka na chama rabozi. Na pia benki njama hapo mbaya yeka ni kucha na charamkalo kulagasha. Kama tabazuka ni kwa nyumba. Ilikuwa lakini wafuasi hata wengine walivuliwa wakaingia haya maeneo. Sasa wanatamani kurudi, wanatamani kucheza lakini wale hata mabingia ingia lakini hao ni ngoka bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nakuta ni mne kwa nguvu hii kwamba Mungu unabeba maisha yako. Mungu anajua maisha yako. Mungu anajua jina lako. Anajua changamoto unazozipitia. Yeye anapokuwa mchungaji mwema basi wamemanya kwa mahitaji ki. Bwana Yesu asifiwe. Kama mchungaji anajua kabisa huyu kondoo wangu anahitaji amani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kondoo wangu anahitaji furaha. Huyu mkondo wangu anahitaji uponyaji. Basi ishikwa mbanga wakwera gogo gosi Yesu kaso nokumonle kutambo maduka yako na kuduka yako lwakaba kelo kakabanga kwa wale usikira. Kwa hivyo Yesu shukuru Mungu kunde akozoea kufanya bwana lehe kwa mfano okay kukapatwa ni samaische neke kama bora samai kafari borobe basi kwa utakuwa ya kififa kuranga ina mtanda ngoma kuranga na mbabasi midi yose kuranga yenye kuchemsha nako nikichi bonyeka ndio kama kufuaye mpaka beba kunde fuaye hapo beba basikiri anafundishwa na kwaranganya na kwa namna gani ndio kwatumia kwa ina lagalagi that's right wao msorobestu kwa mtu waki ndio bebu mleke tabakugamu kwanza bado ukiwa mlishamcha isabaishana bwana sikunde kunywa tembe vingi. Mungu mponyaji shuka unipo. Mungu anao uwezo wa kuponya miili yetu kama mchungaji. Mara akataja ka school fees
Uko na maji meji manbeka na kibogobogo. Abana bya asikuke hata tempo pia kwa pencil ndio iko. Huko kesho wanakula wamka asubuhi ndio kunyavifiria ki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani koka hapo lakini kwa wanafikiria kiasi ku hata majani ndio iko. Katika kuzina marobose sasa takuba safunga akafunya maua akaka mbandazi burumi kwa weke manga haya mgulu kwa ba nibeu itakoka kwa kwa bichu takula kwa mtania kwa mnavu ibirobose ibishi na biende. Lakini unapomtegemea mchungaji aliye mwema atakulisha atakunyosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yategemea irumiro chako kwa shirika kashuka Zaburi ya mrongo bineda. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 23 ni Zaburi ya mesha bala hamwisha mcha na wengi na vile mwankuka alirumirio iba Bwana uo mlishao. Sasa mwandiki wa bora huu Bwana ndio mlishao hapo sicha soma kido chingi andu wangi wanrarisha malishoni kanyasi mbishi na kunilongoza mbaimbai ya machiki nyame wanne kandi imbishi na kunigenja kwa chira hachi kwa bundu werina jake hata ngera na ida kadia volula kirende ya kirachi kandi nandi sichakuwa kibibi chingi au ho Bwana koko ana bwana nai salimu na kipapa kulale kwa na basi kwa bundu bana bololo na iruke hata boma lolo sina kumuka lorisha kwa mafikiria huyu ndio mwambie kwa kesho ibo kabana malahaka pacha bana mfaiche nature hii sina kuntombo wakundwa wasi bodu bose ishida kuleka mlisha mcha basi waduki Bwana Yesu kaso Rabna utu Mungu nyafra ngola mdiborbu wa hai kwa danya tambana bana hai bwana na ingie kwa manyi kwa bwana kadeka na bwana okay bwana sehemu rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mafuta uraila katuni mtembee na mpaka kaamsi tuleka nifumefume nibone bone saka kwa na mbenyu mwaje bwana ni bwana ndio unapata kutoka mpe bwana kwa nipata bibida kachaka chemsha na karanga kidogo na tindi kushaka chubaraka karanga iranga kidogo kunusherikishe majana bale tayari tukutisha hivi kazi ya mchungaji mwe lakini kutikana kale mriba barokaso. Sasa shimu ni kutegizigane ni kwamba Yesu no mnyango na kwa mnyango ishi kwa ingia kwake basi kwa pata mlindiri na kwa pata marisho iko hipo hii isipeni Yesu amekuda dikia kwake olomo mnyango ishi kwa ingia kwake basi kwa pata afya ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nikezana ngaja chuo cha vitano na wangarada ndio kufunza mdogo ngine hivi ndio nafungane thime mwaka huu ishi kwa ingia kwa mnyango Yesu basi blessing and protection hizo guarantee Bwana atakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Grace and favor vinapatikana kwa mlango wa Yesu mchungaji mema. Peace nisema ina peace na kutosheka. Unajua dunia hii na kwamba kifundisho kitosheka. Nikaa asubuhi zinapeleka kwa zoa kwa ule ifunde kwa mila kidogo kwa ule ipera mbona bana kula kufanya mapera hao sina banyo jamii kazi hivi tunaendelea kutianda. Lakini unapokuwa na Yesu mchungaji mwema anakupatia kutosheka hata kabla babangu habari bali ragamo kwa kama ari mgongo paklesterasi wewe kwa sababu umetosheka na nguo zako na vazi vyako mami unatosheka na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wao marde galwa ja papo ja yellow ja blue ja green kwa tosheka na ishisha kwa kule ki kwa sababu mchungaji Yesu amekupatia kutosheka na hali za. Ndio Paulo akasema nimejifunza najua nimejifunza kushiba
mchungaji Yesu, basi anakufunza haya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tuna mchungaji ambaye anatufunza kushiba, kuona njaa, wakati wa dhiki, wakati wa raha, yaani unafundishwa tu kwa akili kutayira ambaye kwende ngerano izima mlishwaro udima kukuvavira. Kuna watu wamepoteza mali, watu wamepoteza pesa nyingi, watu hata akaunti zao wamezifunga kwa sababu wanaambiwa kwamba kukaa na mali ya duniani ni dhambi. Unajua mkoloni au mishonari alipoingia na neno la Mungu, basi already visa maragana sasa kwamba ishikwa kana Yesu kwa kia mbolo nyiputu kusema kwenye biashara unako na laja mdu mikao. Hello, yani ina na kulaja ona nchi kusema kuna kumanya kwa ndani hapo kunili kumanya katika hali la jana labda bishumba asikokone kwamba kuzano nini muone atakakawa chendo kundungwaga atakumkabesi hapo ndo kwa daga kanwa na mecha hapa tutanyira chiazima kwa na afisa chakula kungwa ni njoo hapo angwa kuna kumo. Sasa ama usitaka kufanya biashara ile ya bandu afanye biashara kwa sababu kuna Yesu moyo. Sasa ndio kwa kuna baba wengi ndio ndio kwenye biashara ndipo kibao wamechuriki Desi kafundishwa kushoma na kushoma barabara upate ka. Lakini tuingia kwa biashara nyingi. Kwa sababu tuingia katika biashara tutaanza kudaiana na bandoka wako kushindana. Kwa mtu ndiye anayekuja biashara kachi yeni sio kudai mtu pesa kwa kana. Lakini ishi kwa kana mlishamu cha Yesu Masihi. Kwa kunaweka akili ile kwenye biashara ataprovide kwa kila kitu. Atakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Atafungua mawazo yako kuweza kufanya biashara vizuri. Tusogope kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunafanya biashara iliyo halali na Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amesema kwamba ababere mkirieni ni vitoi na viti. Unajua kuna manabii waliotangulia kabla ya Yesu. Waliingia na mafundisho ya uongo. Na pia watu hawakasikia kwa sababu wao pia walikuwa na tamaa zao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mjisikia wachungaji ambao kuna tamaa. Ringa bwana. Ndio kama ndio. Ndio kwa nini? Umoraibo ni kunda hubu sishikoni kwa hata mwana kule nikae gari mbona. Ni mfano amefunya Sasa ni kisha kama paka msuchi. I squeeze. Yaani Kristo nakweka paka pale mwisho hata nataka pastor wetu akwe na gari au na nyumba kubwa atakazo sekali au ndio nipangishe nyumba uishiki hata rocks. Na uchenge asubuhi na prado na ukakola kia yale mkeka waje kundu. Sina kabla usengirie uzo kufagilo kwanza. At the expense of nani? Kristo ndiye. Upacha sikoni kwa na bechila, hubu mdumu, hubu kitambaa tawe ile alolo nacha kapanguswa Ni utumwa masutumwa jamani. Kitambaa taulo rapa ngau. Bwana Yesu asifiwe. Baba tabachi la paka funye mafu. Ili mlungudone kichopa. Miyango lukufundi. Sasa kukapolo na shamba lao kwa jukua kwa jamu. Unajua watu wengi tunatamani eti akina tamani ishikaanza kuonyesha muda kumchesheka sasa usiku usiku. Hata mama nimecheka kazi yangu baada ya kukabe trip wewe ukiaya jina rasmi. Ubone irosa rakasi. Wewe siko ndo mama michika. Sisi kama nimechila hapa na kuingia kufanya vitu vizima sio. Ndio kai aja asikio hata pepe inaweza fanyika. Lakini nategemea wewe mwenyewe moyo wako na masikio yako. Je, umeaweka kwa mchungaji Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Yes. The thing ambayo nataka tuzungumze leo ni kwamba tunapojiunganisha na huyu mchungaji wewe, basi hofu, mashaka, wasiwasi wote anatondolea. Bwana Yesu kaso.
tawabi chenda shakahola kwamba yani ona bana kama kuna bana kwa karanda mbose mo ni mwende mlunguni mwaenda beko bana tabaka kwa press but certificate kwa kora vitambulisho vyaenda academic certificates zote zinachomwa na kwa baki bora kuna kila mwachi kwa nasema kwenda kwa bwana bora physical certificate kwa bora hakuna kula wala kunywa. Sasa ndio tutodogo kama hawa wanasukumwa wafunge kwa lazima. Wanapa bado ni msare. Atakongalia biongala beongosha. Hawatanyonya. Sasa tukala mafamu pose ndoshimwe mwana kwa mpo. Hivi lazima hapa tupoteza watu wengine tatizo na pale mwali kwa sababu ibeenda kasikiria mara ngabalisha vitinga na vitoi. Mabwai banoni wakakufia wapi huko vichakani. Kwa Mungu ndiye kuteseka kana bale bedu ndiye kulombia eri Yesu Masihi ukemlisha damu meshaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikimalizia tadiboje badanga ndo Mungu. Jaimbiri manya lwaka lwamlisha wa ambapo ni wembetu ni Mungu na Yesu Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kusikia sauti ya Mungu inasema namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Maana si sauti wote nyingine kwa sauti za Mungu, hapana. Si sauti zote ambazo zinatumishwa Mungu kwamba ni sauti za kweli, hapana. Sauti zingine ni za kukutia hofu. Sauti zingine ni za kukutia wasiwasi. Sauti zingine ni za kutufanya kwamba tuonekane sisi we are too small. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu sisi ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Know the voice of a shepherd. Pia kusikile salimu kwa lako ikipala alenga ile Bwana Yesu kaso. Kwa na pia salimu kwa kusikile sauti ya Mungu zaidi bwana. Na basi stress krakoro. Bwana Yesu asifiwe. Ngoje kwa labda wale ambao kwa vijana Bwana Yesu asifiwe. Salimu kwa kusikile kwa bai na wewe farulo niingie kwa mahusiano. Hiyo ni sauti. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Na vesikira straboro ni lobolo. Na vesikira ni lobo. Basi pima je. Kwa vesikira kuloboa au kulobolo. Nafsi yako Mungu anakushuhudia nini? Am I ready to handle this marriage? Angu kwa wewe kwenye au nganya lobolo, nganya kaloboa miaka enda nafika 27 sipati na mtungi. Basi nami naingia kichwa. Utaumi? Mwache tu kuna wageni watakuja. Nilete msimsumbue. Huko mwana wewe fagia naona tutapata wageni wengi. Hapa muamini hivi. Wageni wanakuja kwa kazi. Wengi tu. Sasa unapofanya maamuzi yote sikia sauti ya Mungu inakwambia nini? Maandiko yanasema kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Hata pia unapoingia katika kufanya biashara, jiulize, hii biashara unapoenda kuanza leo. Vile hii biashara leo ikaga muda mlacha au unakuja kwa msimu. Nani basi. Unazika. Ama kama ni kazi na wengi yale ni bonya mpaka kufa kwapo. Hakuna kwa kafika 20 years na sigana naye. Ama kama ni mjumiki. Na pengine kwenye mjumiki kwa kipesi wewe. Ishi kwa sikara lako la Mungu ukomlisha mcha basi kwa ngoja bana. Kwa pata kusoma na lulu kala kukulisana kwa chiaki. Kujiria malombi na chumbo. Marukaso. Kada kipindi kizuri na maacha maombi na Mungu basi tuweza kusikia sauti yake. Alafu lingine tambua bali mbate niko vitu inaviti maana sipasa bagiri kuna nachwaka reshawishi mtu ibe baba kwa zira bala kwako ipo hii hata si wote hata baadhi yetu hapa kanisani si ushauri wote ni ushauri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile dawa nitakayokupatia labda ya kifua kikuu ama labda ya
malaria inaweza katana, inaweza na mbegu kwa maana ni mbegu yako tofauti sokoni. Sasa uko kwa bwana kumanya ukitaka ndio kuifaulu fanya A B C D E F G. Kumbe kana tina homa lako mkuko basi kwa kora mudo mzima. Basi jakadadu isango munyango wongia waneso sifiwe. Yesu ndio mla sio mnyango yose kuna kuingia. Waneso sifiwe. Atajibeni kwako bedroom ya hata dina na miango la kushakisha. Huwezi ingia mpaka ubishi. Kuna milango zingine sisi kama Kristo tunajipata tunaingia. Na mwaka na mnyango kubangwaga social media, mtandao wa kijamii. Wengine amejipata wengi hiyo mnyango ya kijamii hata nyeko na mafundisho na itikadi rimu sepoi. Mitindo na desturi rimu na rishwa na kurusunga mpaka rabe naona tabia rabe ata mundu baboko wabosia kwa baba hapo kwa besunga ijani gendo mpaka enda tisha upo mwana Kristo wako kwa baba usome ladha kwa mundu kosu unanya upata kaingia. Yesu asifiwe. Bana betana baba la pesa kupata pesa kwa urahisi. Kwa mtu washwa simu na wando uchinge vlambo kabisa. Nakala aso. Uchinge mtondo ya kabisa vlambo la wako. Na waka rangi. Na ngoraro walifiki hao. Aiwa. Na sibiko kasha na wasuksa marabaka kabisa kusuksa hasha. Na uka TikTok Nimela wengi kwa kwa mtunyo ndio nyama chukuchi na msiki kwa mkwasha wao rasa msiki ya jeni venye wameponya mauzo na kidogo TikTok yake account ya hapa likes rafika 1200 1 million na pesa rangia kidogo mwana kwa mnafanya mama nimetoka haya mwana na kipindi chake kudu tano unafanya magome yake wacha kwa fulani mzima kule mwana kwa kupata pesa hao wengi mnyango kusepo hii klabu chiko iye cha dafuniko siko kono lakini sasa siku hizi bana bado bakilaka mimi ni kwa sababu mtandao wao ndio wameutawala vizuri, wanatafuta pesa, umlango wao wa kutafuta hela ndio huo. Vumilia tu wewe kwa mchungaji mwema, utapata aibu. Meri mwaka wa Mungu, mwaka wa Mungu kama Januari hapo. Wale mwaka wakalala waingia mnyango wa mtandao. Wanaoka rakia Ulaya wakabia simchoni kwani wakao Nairobi. Ufika asha jamaa wamebora ki video. Na moro kwa moro waenda je klabu ndio klabu chi ndio ndaje kiri. Wapa kololo ngubo wakapakora ki. Mambo ya aibu yakasaba mtandaoni within no time. Ule msana hadhi yake ilishuka chini. Na bila mala wa muisikira ngo ndo mujaka mala. Nisha wengi wana. Baada baba mnyango ise. Nini kwa question ya mwiseko vapata mafundisho kama kisepo hii. Unake mama kusema Mlungu wabaza kana ngolo. Unaweza na kwa raki kwa wako nyaka. Sasa baba kumbia mjana ngolo na kubingizana kwa chose shikoni tamkacha nangu kama ni na sikata ifike iwanu. Ike kwa barai ni gopa. Nongi akwa cha na vake mlangacha. Na hivyo chakula cha mtoto chote kiko nje. Na tuseme kwamba Mungu anaangalia au haangalie mwili. Sisi watumishi wa Mungu tutafanya namna gani? Ikia Bwana Yesu asifiwe. Je, tutapona? Lazima tujali wokovu. Tunapojiita wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kizingani dunia ngokwa kwa mengi. Kama ni vijana tuwe na mipaka. Kwa mambo ya mtandao hata wazee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuchague kuingia mlango ulio wa sawa ambaye ni Yesu. Alafu lingine uwe na roho ya utambuzi. Kutambua ni kipi cha kudhuru maisha yako ya kiroho, ni kipi
kinachoweza kuharibu mienendo yako na tabia zako. Bwana Yesu asifiwe. Ikila mkichache na kungira sumumbi kwa maana shwako. Unajua ina healing haiwezi ingia kama mwili wako uko na sumu ya mawazo machafu. Huwezi pata amani. Kaduka babanyi ngono nyande nya. Ndio kupata hakise. Then ondokea hao wanaokuja na injili za uongo. Kwa makini. Alafu la mwisho basi mwelekee tu Kristo peke yake. Yeye ndio mlango wa kweli. Endelea kumtegemea na kumtumainia. Unapoingia kwa Yesu kamilifu, fungu la 10 Yohana fungu la 10 kwamba inasema hivi, kitoi cha kuiba kubawa na korona ili ni rechiege ipate kukia na irangi chakula naka sina ishipate kwa Mungu iji daka kwa mlisha Yesu na apata sere kwa Mungu sere kupoilo kukia vupinana tangi kizima kwa bashi kimbili kama kuna mama ndo pasira Yesu akira Yesu amehoresha Yesu amehusira Yesu ameaga Yesu amemangisha kwa kimbia hao. Ingia kwa Yesu ambaye ndiye mlango na atazidi kuinua maisha yako na kujenga vyema. Bwana Yesu asifiwe. Na unapompokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unapata uzima hapa wa ukweli, pia pale juu mbinguni unapata uzima tele. Mungu wa mbinguni azidi kutubariki. The Lord. Mtese Mungu ndio kutegemea au kumlisha mcha na kuneke akili. Ni sababu wa abalisha ababiseko poye nipate kuroga au mlishamcha. Tisema na bana bako biko bamwe na mazirwa ndi rakira bamwe atabafameso indila kugenda kinyume na lukundo lako. Kwa Mungu mcha kutisema na bako upate kuingia kwa ile yako au kwa kama mlishamcha na kubigenje kwa chia ifanaga. Mlango matini kwa Yesu Masihi teseo. Ulisha